Mkutano mkuu wa chama cha walimu Tanzania CWT uliwakutanisha wanachama takriban 1029 kutoka maeneo mbalimbali ya nchi, uliwakutanisha mkoani Dodoma katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention Center kwa ajili ya kufanya jambo la kikatiba la uchaguzi wa chama hicho ambapo hufanyika kwa baada ya miaka mitano. Siku ya kwanza ambayo ilikuwa ufunguzi wa mkutano mkuu wa chama hicho, ambapo mkutano huo ulifunguliwa kwa maombi na sala. Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete ambaye ni mbunge wa Chalinze na waziri wa ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na watu wenye ulemavu, alipata nafasi ya kushiriki mkutano wa CWT na kuzungumzia mchango wa walimu kwa taifa. Walimu ni kundi la muhimu na ni viongozi. Hivyo hatutarajii kundi hili la walimu likawa kigezo kibaya kwa mustakabali wa wale wanaoongoza. Walimu ni walimu. Hivyo tunataraji wawe viongozi, watuongoze, watupike na watuendelee kutufundisha katika yale ya msingi yanayoendelea kujadilika. Walimu ni nguzo ya maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, Chama cha Walimu Tanzania ni mshirika mkubwa wa serikali katika kuboresha sekta ya elimu na masuala ya kazi nchini. Kwa niaba ya serikali kupitia wizara ninayoiongoza, nataka nitoe na kutanabaisha msimamo wetu wa dhati wa serikali yenu kuwa inathamini mchango wa chama cha walimu na walimu kwa jumla katika kutoa ushauri na kushirikiana katika utekelezaji wa sera na mipango mbalimbali ya maendeleo ya taifa letu. Walimu hutoa mchango wa maendeleo katika taifa letu. Elimu wanayoitoa ndio iliyotujenga sisi tunaoitwa viongozi, lakini pia wanaoitwa wataalamu katika maeneo mbalimbali ya maarifa, ujuzi na maadili mema. Tunaahidi kuendelea ushirikiano mzuri, kwani kwa kufanya hivi tutafikia malengo yetu mazuri ya pamoja ya ujenzi wa taifa linalojitegemea lenye uchumi imara. Kitu cha kufurahisha katika mkutano huo ni burudani iliyotolewa na mjomba Mrisho Mpoto na kuonesha thamani ya walimu na kutaka wapewe mawe yao. Dadangu Lea, Ulaya, nikuombe usimame upokee maua yako. Lea, pokea maua yako. Kazi yako Lea imetukuka. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kama itakupendeza, Suleiman Ikomba asimame apewe maua yake. Ikomba apewe maua yake. 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 Mheshimiwa Kidudu, Nation Kidudu, upewe maua yako. Kidudu, apewe maua yake. 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 Joseph Misalaba apewe maua yake. Apewe maua yake. Apewe maua yake. Apewe maua yake.
apewe maua yake, apewe maua yake. Mgeni rasmi katika mkutano huo ambaye alikuwa ni naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, aliwapongeza walimu kwa kazi wanayofanya na kuipa sifa kazi ya walimu kama kazi ya uumbaji. Washiriki, leo tunakutana hapa kwenye mkutano mkuu wa 7. Ni siku ya furaha kwangu. Hii ni kwa sababu nimepata fursa ya kukutana nanyi ukizingatia umuhimu wenu kwenye jamii. Kama nilivyosema, hiki ni chama ambacho wanachama wake ni waumbaji wa pili wa mwanadamu. Baada ya mwanadamu kuumbwa na kuletwa duniani na wazazi wake kukaa naye kwa muda mfupi sana kabla ya kumchukua mwanadamu huyo na kumkabidhi mikononi mwa mwalimu ili uumbaji wa mtu huyo uweze kukamilika. Hiki ni chama, si chama cha kawaida. Ni chama cha watu ambao wao kazi yao ni kazi takatifu, kama alivyosema Paul Freire kwamba walimu ni taaluma takatifu iliyojaa dhamira ya kumsaidia kila mtu na hasa mtoto kufikia ndoto yake wakati wa uhai wake wote. Hii ndio taaluma pekee kwenye dunia yetu inayomfundisha mwanadamu kujua pande kuu za dunia, kujua kwa nini jua linazama na kuchomoza, kujua sehemu mbalimbali za mwili na kumfanya kuwa raia mwema kwenye nchi. Hii ndio taaluma ambayo ikishikwa vizuri inalijenga taifa kuwa lenye umoja na mshikamano. Kama kuna dini zipo zinazohubiri amani na mshikamano, taaluma ambayo inapaswa kupewa msukumo ili kuhubiri injili hiyo ni taaluma ya ualimu. Hiki ni chama cha watu muhimu kwenye nchi yetu. Nataka nichukue nafasi hii kuwakumbusha pia kwamba pamoja na jukumu kubwa la kufundisha ambalo mwalimu analo, mwalimu ni mzazi wa kiroho, kiongozi wa kifikra na ni mjenzi wa maadili katika jamii. Mwalimu akiwa kazini, yeye hufanya taaluma zote. Kama kuna wakati anafundisha darasani, atakuwa mwalimu. Wakati fulani wakigombana watoto, atakuwa hakimu. Na wakati fulani wakiumia, atakuwa daktari kwa kutoa huduma ya kwanza. Na yeye hugeuka kuwa mnasihi kwa kumfanya kila mmoja kuchagua njia ya kuiendea. Ningesema maneno mengi juu ya taaluma ya ualimu. Itoshe kusema kama ambavyo wataalamu wengine waliwahi kusema, education is the powerful weapon which can change the world. Na kwa sababu hiyo, mabadiliko ya dunia hayawezi kutokea kama mwalimu hatashiriki. Siku ya pili ilianza kwa maombi na sala na kuweka mkutano mikononi mwa Mungu ili kila lililopangwa liende kama lilivyotarajiwa. Muda wa viongozi mbalimbali waliokuwa wakiongoza chama cha CWT ambao wamemaliza muda wao ukafika kwa ajili ya kujiuzuru kupisha shughuli za uchaguzi kuendelea. Nguvu moja, sauti moja. Anainja likuo. Asante sana. Natumia nafasi hii sasa mimi pamoja na wenzangu kujiuzuru nafasi hizi ili tupishe zoezi maalum la kidemokrasia lichukue nafasi yake. Mshikamano. Rasmi shughuli ikakabidhiwa kwa msimamizi wa uchaguzi. Baada ya zoezi hilo kuwa limekamilika, naomba sasa nikabidhi ratiba yote ya uchaguzi kwa msimamizi wa uchaguzi. Baada ya hapo, shughuli iliyofuata ni kuteuliwa kwa mwenyekiti wa muda ambaye ni Alima Libetha, mwenyekiti wa CWT Arusha aliyeshirikiana na msimamizi wa uchaguzi. Kila mgombea kwenye vinyang'anyiro tajwa alipata nafasi ya kunadi sera zake. Wakati wa wajumbe wa mkutano mkuu kupiga kura ukawadia. Kila mgombea alipata nafasi ya kuhakiki kura zake wakati zilipokuwa zikihesabiwa. Baada ya zoezi la uhakiki wa kura kukamilika, likafuata zoezi ambalo wajumbe wa mkutano mkuu walikuwa wakilisubiri kwa hamu kwa kuwatangaza washindi kwenye nafasi mbalimbali katika uchaguzi huo. Hivyo nitumie fursa hii kumtangaza ndugu Mutungi Kiaruzi Prosper kuwa amekuwa mshindi wa nafasi hii ya Kuti Tukta kwa ushindi wa kura 172.
Kwa hiyo tunatumia na fursa hii kumtangaza ndugu Kadudu A Nation kuwa mshindi wa nafasi hii ya mweka hazina CW Taifa. Tafadhali tunaomba usogee mbele. Kwa hiyo ninatumia fursa hii kumtangaza Misalaba M Joseph kuwa mshindi wa nafasi hii kwa kupata kura 742. Kwa hiyo naomba nitumie fursa hii kumtangaza ndugu Ikomba M Suleimani kuwa mshindi kwa kura 608 kwa nafasi ya kuwa rais wa CWT Taifa. Mkutano huo ulihitimishwa na hotuba ya rais mpya wa chama hicho ambaye ni Selemani Ikomba pamoja na Joseph Misalaba ambaye ni katibu mkuu wa chama hicho. Nichukue nafasi hii kwa heshima kumpongeza Comrade Lea Lucas Ulaya katika kipindi ambacho tumekuwa naye. Amefanya kazi yake kwa muda wote kwa uzuri unaostahili, na hata amefika hapa kushukuru kwa niaba ya wale wengine wote ambao kura hazikutosha. Maandiko yanasema kura huamua mashindano. Na sasa hapa tulipofika, tutakie kila laheri pamoja na ndugu zetu wale ambao mliomba nafasi hizi katika eneo moja baada ya jingine, lakini kwa kuwa kura hazikutosha, na hii ndio demokrasia, tuendelee kuwa pamoja, tuendelee kuwa wamoja, tuendelee kutupa ushirikiano wa kutosha. Na mimi sitaacha kuuliza mawili matatu kwa kiongozi ambaye amenitangulia kabla ya mimi, ambaye anachukua nafasi hii ili anishauri katika eneo moja hata jingine, ili kuendelea kuwafanya walimu kuwa imara, kuwa wamoja, kwa ushirikiano wa pamoja katika kipindi chote. Asante sana. Mwenyezi Mungu akutunze, akulinde, akusaidie katika kila eneo ambalo unaweza ukamwomba akupe haja ya moyo wako. Nichukue nafasi hii pia kuwapongeza viongozi ambao wamechaguliwa katika mkutano huu wa taifa wa uchaguzi. Hongereni sana. Na kila mmoja, nataka kuamini, alipokuwa akipita huku na kule, alikuwa na mambo aliyokuwa akiwaambia wajumbe wanaowakilisha walimu katika nchi hii, ukiwaambia yale ambayo tungetamani kuyafanya katika kipindi cha mwaka 2025 hata 2030. Tunzeni hayo, tuyafanyie kazi hayo. Mimi Ikomba nimepita katika uongozi wa chama cha walimu kwenye mabonde na milima. Ninaposimama hapa kama rais wa chama cha walimu kuanzia leo, historia yangu inaniambia huko nilikotoka, dhamiri yangu ilipenda nini, ilitamani kuona nini, ilitamani kuona chama cha namna gani. Nimesema katika sera nilizokuwa nikipita nikiongea kwa watu ili waweze kunichagua. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenipa nafasi hii hata kufikia leo kuwa rais wa chama cha walimu Tanzania. Aina ya kiongozi aliyesimama mbele yenu kama rais wa chama cha walimu Tanzania ni kiongozi ambaye umtoi katika aina ya kitu ambacho anakiamini na kukiona ndiyo sawa. Ni ama umuondoe kabisa asiendelee kuwa kiongozi katika eneo hilo, ama tusikilizane kwa pamoja kwamba ni nini tunachotamani kukiona kinafanyika kwa walimu ambao wanatuchagua kuwa viongozi. Yale mambo yote ya lazima ya msingi ili kukifanya chama kiwe chama cha walimu ndiyo ambayo tunatakiwa kuyatekeleza.
And from a little we have, lazima tuhakikishe inakuwa inawasaidia walimu kwa yale ambayo yapo kikatiba, yapo kikanuni, lakini yapo katika miongozo mbalimbali na hata vikao, maamuzi ya vikao ambavyo tutakuwa tunakutana kwa mujibu wa katiba. Na sasa kiongozi mkuu wa kitaifa wa chama cha walimu katika kipindi hiki tulicho nacho itakuwa mimi nikiongoza vile vikao. Nasema haya mbele ya wajumbe wa mkutano mkuu kwa sababu si rahisi kukutana nao tena kwa mujibu wa katiba yetu. Ninakumbuka niliwahi kusema baadhi ya mambo, nikafukuzwa, nikakaa nje miezi 16. Na haikuwa shida kwangu kwa sababu yapo niliyokuwa nayaamini na niliyotaka yafanyike. Nikarudishwa, nikawepo hapa, nikatembea pamoja na ninyi, tukasaidiana katika maongozi. Leo hii napopata nafasi ya namna hii, kwangu ni jambo ambalo huenda yale ambayo nilikuwa nikitembea nayo na kufikiri, sasa nimeambiwa, sasa nenda ukawe wewe ndio wa mwisho kwenye eneo hilo kama kiongozi mkuu wa taasisi. Sasa viongozi ambao tumechaguliwa katika ngazi ya kitaifa, tujikubali kwamba tumethaminiwa, tukawatumikie walimu katika nafasi ambazo tumepewa kwa hekima, kwa uadilifu na kwa kila namna ambayo inaweza kukifanya chama hiki kutoka katika ile hali iliyokuwepo na sasa kukiweka chama chetu kisomeke katika ubora unaostahili. Najua ndugu zangu mmechoka, na kwa kweli tumekuwepo kwa muda mrefu. Ninasema haya kwa sababu watu fulani walikosea, wakanifukuza. Walionichagua wakasema, wakauliza swali, yule tuliyemchagua sisi yuko wapi? Tunaomba arudi. Sasa kwa nini nasema haya? Sisi tumechaguliwa na mkutano mkuu huu. Mtu mwingine katikati hapa hawezi kutaka kutuchezea akafikiri anayo nafasi ya kutudhuru kwa maana ya namna yoyote hii. Si sawa. Haiwezi kuwa sawa. Na mimi nashukuru nitakuwa mimi ndio mwenyekiti wa hivyo vikao. Nitakuwa mimi ndio mwenyekiti wa hivyo vikao. Kwa hiyo habari ya kufikiri mtu anaweza akaleta story yoyote ile ya kukuondoa hapo ulipo, labda mkutano mkuu uje ndio useme wewe hustahili kuwepo hapa. Mambo yetu ya ndani, nimepita kwenye kliniki nimesema hili neno. Yai linaweza kuvunjika, lakini likivunjika kwa nguvu inayotoka ndani ya yai, maisha ya kiumbe kifaranga kilichoko ndani ya yai kinaendelea kuwa hai. Lakini yai likivunjika kwa nguvu inayotoka nje ya yai, maisha ya kiumbe hicho yanaishia hapo. Sasa mimi ndio mwongozaji wa sentensi hiyo ambayo nimekuwa nikiisema wakati wote. Tutadai maslahi na haki zetu kwa wajiri ni sawa, kwa staha, kwa akili inayoweza kuifanya nchi yetu kubaki kuwa salama na kuwa Tanzania yenye mfano
kama ilivyokuwa awali kupitia chombo hiki, na kwa heshima ile tuliyopewa watu wakaona Chama cha Walimu Tanzania ni chama imara, ni chama bora. Kama hapa katikati walipotea, tunayo kazi ya kuwarudisha na kuendelea kuifanya Tanzania kuwa nchi ya mfano, si tu kwa ukubwa wake na serikali kwa ujumla, lakini sisi kama chombo ambacho walimu ni dira na walimu ni kioo cha jamii, kuifanya Tanzania kuendelea kung'ara na kuonekana kwamba walimu wa Tanzania ni walimu wenye weledi wa kutosha na kujua ni nini wanachopaswa kufanya katika nchi yao kwa maslahi mapana ya taifa letu. Ninyi wenzetu, yale yatakayokuwa yakitoka kwetu, tunaomba myachukue kwa ubora wake. Lakini nataka kuona viongozi wa wilaya, kamati za uendeshaji za wilaya zinafika shuleni. Wajumbe wa baraza, kamati za uendeshaji za wilaya, bajeti yetu ielekeze zifike kwa walimu mahali walipo. Ninyi huko ambao tunawaambia mwende, tutaweka kanuni za maadili ya viongozi. Ukitolewa kwa ujinga wako, ukubali. Kama Jumatatu, sisi ni walimu, tunajua zamu mashuleni, ndio? Shuleni tuna zamu. Mwalimu wa zamu anajulikana shuleni. Kwa hiyo Jumatatu ya mwenyekiti, Jumanne ya mweka hazina, Jumatano ya ke, Alhamisi ya VU, Ijumaa ya ki. Kama zamu iko hivyo, ukiambiwa nenda, na kwa namna yote allocation ya fund itakufuata huko ili jambo hilo lifanyike. Tunayo kazi kubwa ya kufanya, kuwarudisha walimu kuwa kitu kimoja. Nataka nimalizie kwa kuwashukuru na kwa kuwatakia kila la heri mnaporudi huko majumbani, mnaporudi kwenye vituo vya kazi. Mwenyezi Mungu awatunze, Mwenyezi Mungu awalinde. Naonekana kama nina maneno mengi, lakini mtasema angalau siku ile aliyochaguliwa alituambia baadhi ya mambo. Nataka kuiona CWT ya namna fulani hivi ambayo kama kuna mambo hayapo sawa, tusaidiane yawe sawa. Na sitafanya mimi, tutakuwa tunaongozana na viongozi wenzangu. CWT haiwezi kuwa ya rais peke yake, itakuwa naye pamoja na viongozi wengine. Nachosema kwenu tu hapa ni kutoa dira na mwelekeo kwa namna gani ambavyo tunaweza kupaswa kwenda kwa pamoja. Baada ya kusema haya, kwanza nirudi tena kuwashukuru ndugu zetu kwa kazi yenu nzuri ambayo mmeifanya. Lakini pia niwashukuru wajumbe wa mkutano mkuu, niwashukuru na kuwapongeza viongozi wenzangu. Kama kuna kitu unaweza kusikia kamekukera, wala hakuna nia mbaya, hakuna uharibifu wowote katika eneo hilo, tushirikiane kwa pamoja, tufanye mambo yetu kwa uzuri unaostahili. Chama cha Walimu Tanzania CWT inapaswa kuwa chama cha walimu kinachoweza kuongoza na wengine. Asanteni. Kwa maana hiyo sasa, kwa nafasi hii ninakwenda kufunga kikao cha mkutano mkuu wa uchaguzi
wa Chama cha Walimu Tanzania katika kipindi cha mwaka 2020 hata 2025 tunapomalizia hapa leo. Comrade Rais wetu wa Chama cha Walimu Tanzania, nashukuru kwa kunipa nafasi hii, nami niwashukuru pia wajumbe kwa kazi kubwa mlioifanya kwa niaba ya wenzangu ambao hawatapata nafasi ya kuja hapa. Mwenyezi Mungu awabariki sana.